Kwa leo tulikuwa tumejikita kwenye elimu ya udhibiti wa bidhaa bandia kuelekea kwenye maadhimisho haya ya siku ya kudhibiti bidhaa bandia duniani. Maadhimisho haya yatafanyika tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2025 katika ukumbi wa Mabele Hall hapa Dodoma, na mgeni rasmi atakuwa Mheshimiwa Dr. Suleiman Jafo, mbunge, waziri wetu wa viwanda na biashara. Lakini kuelekea katika maadhimisho haya, Tume ya Ushindani imeandaa programu mbalimbali kuelekea kwenye kilele hiki. Kikubwa la kwanza ni kutoa elimu kwa umma, na ndio kitu ambacho tumekuja kukifanya hapa leo Dodoma FM 98.4. Tunatoa elimu juu ya masuala mazima ya udhibiti, wananchi waelewe bidhaa bandia ni nini na kwa nini FCC tumepewa dhamana hiyo au jukumu hilo kwa wadhibiti au wasimamizi wa masuala yanayohusu bidhaa bandia na nini kifanyike. Kwa hiyo tumetoa elimu, wameweza kupata elimu juu ya masuala mazima ya bidhaa bandia na kueleza basi kwenye kilele hicho kutakuwa kuna nini. Kutakuwa kuna midahalo mbalimbali ambayo tutawakaribisha wadau tofauti kwenye makundi, wafanyabiashara, wasimamizi wa sheria, wanasheria, watu wa kutoka taasisi ya sekta binafsi, na wenyewe tutazungumza katika hiyo midahalo katika masuala mazima yanayohusu ushindani, lakini kwenye masuala ya kumlinda mlaji tukikazia zaidi katika masuala ya udhibiti wa bidhaa bandia. Kauli mbiu kwa mwaka huu inasema kujenga kesho salama, kutetea uhalisia kwa uongozi thabiti. Sisi kama Tume ya Ushindani kwenye kauli mbiu hii tunataka tuielezee umma kwamba masuala ya udhibiti wa bidhaa bandia tangia taasisi imeanzishwa mwaka 2003 mpaka leo mwaka 2025 ni takriban miaka 18 tumekuwa tunasimamia masuala ya udhibiti. Tumeongeza wigo wa utoaji huduma kama taasisi, tumefungua ofisi za kanda kwa ajili lengo la kutoa huduma kuwafikia wananchi kwa karibu. Kwa hiyo katika elimu hii tumeelezea pia wafahamu kwamba sio tu tuko makao makuu Dar es Salaam na tuna ofisi ndogo au kama kanda maalum ambayo sio kwamba tuna makao makuu Dodoma, lakini tuna ofisi ndogo ambayo iko Dar es Salaam, na tuna ofisi za kanda ambayo iko Mwanza, na tuna ofisi ya kanda ambayo iko kanda ya kaskazini ambayo ofisi yake iko Arusha, na tuna ofisi ya kanda za nyanda za juu kusini ambayo ofisi yake iko Mbeya. Kote huko wanaendelea na utoaji wa elimu kuelekea maadhimisho haya ya siku ya udhibiti wa bidhaa bandia duniani. Niwakaribishe wananchi wote waendelee kusikiliza redio na programu mbalimbali ambazo tunaendelea kuzitoa kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii na tovuti. Tunaendelea kutoa elimu kuhusu masuala mazima yanayohusu udhibiti wa bidhaa bandia. Lakini pia naomba nichukue nafasi hii kuwaeleza pia wananchi watembelee, kama mnavyofahamu sasa hivi kuna maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma, na Tume ya Ushindani kama chombo cha serikali tunashiriki maadhimisho haya ya wiki ya utumishi wa umma, na yameshaanza tangia tarehe 16 na kilele itakuwa tarehe 23. Niwakaribishe wananchi wote wa Dodoma na viunga vya karibu vya mkoa huu wa Dodoma wafike katika kutembelea maadhimisho haya, na wafike katika banda letu la Tume ya Ushindani ambao tuko kwenye mtaa wa Wizara ya Viwanda na Biashara. Pale watapata pia elimu zaidi kuhusu masuala mazima yanayohusu ushindani, masuala ya kumlinda mlaji, mtumiaji wa bidhaa, masuala yanayohusu udhibiti wa bidhaa bandia. Watapata elimu jinsi ya kuwasilisha malalamiko yao na majukumu mengine mengi yanayohusu FCC. Kwa hiyo karibuni sana, tuko pale kuwahudumia. Asante. Natamani kufahamu mna ushirikiano na TBS? Tume ya Ushindani FCC tunafanya kazi kwa karibu na taasisi nyingi za serikali. Tunafanya kazi kwa karibu na shirika la viwango nchini, kwa sababu unavyoelezea kuhusu masuala ya bidhaa bandia kuna issue ya ubora pia inahusika. Mtu ambaye ametengeneza kitu bandia ni kwamba ameenda kunakili nembo ya ile bidhaa halisi au ya mtengenezaji halisi akaitengeneza yeye ya kwake, lakini ule mtengenezaji halisi kuna vitu ambavyo amevifanya kwa ile bidhaa yake kuwa bora
unanielewa, na amesajili ile nembo yake au ile alama yake ya bidhaa. Kwa hiyo mtu mwingine anapotoka kuja kutengeneza kwa kunakili bila ridhaa yake, hilo ni kosa. Kwa hiyo tuna sisi kama FCC tunaingia kwa kile kitendo cha kwenda kunakili nembo ya mzalishaji mwingine ukitengeneza ikawa bidhaa yako, lakini kuna swala la ubora mule ndani. Unaweza ukawa umetengeneza umenakili ile nembo bila ridhaa, lakini ile bidhaa ndani ni bora. Kwa kama yale maji ya kunywa si bora ndani, au swala mazima nusu masuala ubora, basi shirika la viwango linaingia. Lakini tunafanya kazi karibu pia na taasisi kama ya BRELA, mamlaka ya mapato, jeshi la polisi, wote hao ni wadau wetu wa karibu na tunafanya kazi nao kwa mashirikiano makubwa sana. Okay, shukrani sana. Asante sana.